Mpendwa mtazamaji, tarehe 25, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo leo kanisa linafanya sikukuu ya Mtakatifu Yakobo Mtume. Na masomo yetu tunayapata kutoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ile ya 4 aya ya 7 hadi ya 15. Injili tunaipata kwa mwinjili Mathayo, sura ya 20 aya ya 20 hadi ya 28. Mama yao wana wa Zebedayo alimwendea Yesu pamoja na wanawe, akamsujudia na kumwomba neno. Akamwambia, wataka nini? Akamwambia, agiza kwamba hao wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hamjui mnaloliomba. Je, mwaweza kukinywea kikombe nitakachonywea mimi? Wakamwambia, twaweza. Akawaambia, hakika mtakinywea kikombe changu, lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri ya kuwapa, bali watapewa waliowekewa tayari na Baba yangu. Na wale 10 waliposikia waliwakasirikia wale ndugu wawili. Lakini Yesu akawaita akasema, mwajua ya kuwa wakuu wa mataifa huwatawala kwa nguvu, na wakubwa wao huwatumikisha, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu yeyote atakayetaka kuwa mkubwa kwenu na awe mtumishi wenu, na mtu yeyote atakayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu, kama vile mwana wa Adamu asivyokuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika hii sikukuu ya Mtume Yakobo. Mtume Yakobo ni nani? Kulingana na maandiko matakatifu, Yakobo alipewa jina la Yakobo Mkuu. Alizaliwa eneo linaloitwa Betsaida huko Israeli. Yeye baba yake alikuwa anaitwa Zebedayo, na baadaye wakampatia jina la Yakobo Mkuu kuweza kumtofautisha na Yakobo yule mwingine aliyekuwa ni mdogo. Wote walikuwa ni mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo. Yakobo alikuwa ni mmoja wa mitume watatu waliokuwa karibu sana na Yesu, na ambao Yesu Kristo alipokuwa anawaita wale mitume mara ya kwanza, wao walikuwa ni moja wapo, na alijaliwa kuweza kumwona Yesu alipokuwa amegeuka sura mbele yao katika mlima Tabor. Na alipokuwa Yesu katika maombi na uchungu mkubwa kule Getsemani akiwa anasali, Yesu aliwaita mitume watatu, aliwachukua watatu akaenda nao ndani zaidi. Alimchukua Petro, Yakobo na Yohane. Kwa hiyo huyu Yakobo alikuwa ni mojawapo ya wale mitume ambao walipoambiwa na Yesu waombe, yeye alilala usingizi. Yakobo na Yohana walikuwa ni ndugu. Baba yao alikuwa ni mmoja. Walikuwa na tabia ya hasira. Siku moja Yesu Kristo alipopita katika kijiji cha Wasamaria, walivyokataa kuweza kumpokea, wakasema, Yesu, tuagize moto ushuke mbinguni uteketeze kijiji kizima, kwa sababu umekataa kukupokea wewe. Yesu akawaambia, hamjui ni roho ya namna gani mliokuwa nayo. Yesu aliwapatia jina la Boanerges, maana yake wana wa ngurumo, kwa sababu ya tabia yao ya kuwa motomoto na kuwa na hasira. Siku moja, na kama tulivyosikia katika Injili, mama yake mzazi huyu Yakobo alienda kwa Yesu kupeleka maombi, na maombi yenyewe ilikuwa ni haya, kwamba Yesu Kristo atakapokuwa anakwenda katika ufalme wake kule Yerusalemu, awafanye watoto wake hawa wawili, mmoja akae upande wa kushoto na mwingine akae upande wa kulia. Inaonekana kabla ya huyu mama kwenda kwa Yesu, huyu Yakobo na Yohana walienda kumwambia mama yao apeleke maombi haya kwa Yesu, akae mmoja upande wa kushoto mwingine upande wa kulia. Yesu akawaambia, je, mnajua mnaloliomba?
Kwa hiyo Yakobo anasimama kati ya wale viongozi wa kiroho ambao wanaopenda madaraka. Tupo nyakati ambazo viongozi wengi wa kiroho wanapenda madaraka kwa gharama yoyote ile, hadi kumtumia mama yao. Wanafanya maombi kila siku mbele za Yesu awapatie nafasi za kuweza kukaa upande wa kushoto na upande wa kulia katika ufalme. Yesu akasema, hamjui mnaloliomba. Ukiona ni kiongozi wa kiroho unapenda madaraka, unapenda uongozi, ujue hulijui lile unaloliomba. Na tupo katika kipindi ambacho tuna viongozi wengi wanafanya maombi ya kuagiza moto ushuke, uteketeze vijiji, uwateketeze watu, uangamize. Yesu aliwaambia hawa wana wa Bwenege, wana wa ngurumo, kwamba hamjui ni roho ya namna gani ambayo mko nayo ndani mwenu. Tumwombe Mwenyezi Mungu kwamba roho za viongozi wetu wa kiroho ambao wanaagiza moto ushuke uangamize, uweze kufanana na roho ya Yesu Kristo. Huyu mtume ambaye aliomba nafasi ya kuweza kukaa upande wa kushoto na upande wa kulia, Yesu akasema, mnaweza mkanywea kile kikombe ambacho mimi nimepangiwa kuweza kunywea. Wakasema tuko tayari. Yesu akasema, walio kukaa upande wa kushoto na upande wa kulia watapewa wale tu ambao Baba amewawekea tayari. Sasa baada ya safari hiyo yote, huyu Yakobo, yeye katika kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya Yesu Kristo kupaa kwenda mbinguni, aliteuliwa kuwa askofu wa kwanza. Na Herode alivyokuwa analitesa kanisa, katika kitabu cha Matendo sura ya 12 aya ya kwanza mpaka ya pili, alimshika Yakobo huyu mtume. Alianza kwanza aliwaua wale mitume wengine, na baadaye akamuua kwa upanga huyu Yakobo ambaye ndugu yake Yohane. Akaona kwamba kitendo hicho alichokuwa anakifanya kilikuwa kimewapendeza Wayahudi. Aliuawa kwa sababu ya kile ambacho alikuwa amekiomba. Mtakatifu Clement akaandika habari hii kwamba katika zile siku za mashtaka ya huyu Yakobo, ambapo alikuwa sasa anachinjwa na huyu Herode, yule askari alipokuwa anampatia mateso makubwa, alipoona uhodari wa mtume Yakobo katika mateso yake, ghafla huyu askari akasema, na mimi nipelekwe pamoja katika mateso ya huyu ndugu. Wakawachukua wote, wakawahukumu kukatwa vichwa. Na baadaye huyu askari walipokuwa njiani, wanapoenda kukatwa kichwa, alimwomba Yakobo mtume msamaha, akasema, naomba unisamehe. Ndipo mtume Yakobo katika mateso akasema, amani iwe nawe. Wakaua wote wawili, wakakatwa kichwa. Tunajifunza mambo gani? Nguvu ya kuwa hodari katika mateso ya Kristo. Huyu mtume Yakobo, ingawa alikuwa ana mapungufu, lakini alikuwa hodari kwa kile alichokuwa nakikiri. Alikubali kukatwa kichwa, na baadaye pia alikuwa hodari kuweza kutoa msamaha kwa wale waliokuwa wanawatesa. Mtakatifu Yakobo mtume atuombee tuweze kuwa hodari kwa Kristo, tuweze kuwa watu wa msamaha kwa watu wengine, na tusipende madaraka, tusiwe ni watu wenye hasira. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.